Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wanawake hao wamesema kutokana na uhaba wa maji walijikuta wakiondoka majumbani usiku na kuacha waume zao wamelela, jambo lililosababisha sintofahamu na migogoro ndani ya ndoa. Mbali na changamoto hizo za kifamilia, wanawake hao pia wamekumbana na hofu, ikiwamo hofu ya kushambuliwa na watu wasiojulikana, wanyama wakali pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wanawake hao wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama karibu na makazi yao ili kuepuka hatari hizo na kulinda ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Kweli wanatutishia amani kwa sababu si maji, mnatoka usiku na unamwacha kitandani kweli. Na mwanaume vovote vile haamini kwamba kule unakoenda anajua huyu hasalimiki. Mnakaa kule, ukija pengine wengine pigo. Wengine hata kuachwa nacho. Lakini hata maji ilipoisha, nyumba zimetengemaa. Maji tunayo na yanatoka kwa wakati. Wakati wa nyuma tulipata shida sana. Maji usiku hadi tukatishwa na wanyampa kutaka maji kwa njia ya kugeuka simba. Akizungumza katika ghafla ya makabidhiano ya mkataba kwa wadhabuni wa kusambaza vifaa vya utekelezaji wa miradi ya maji iliyotekelezwa na RUWASA na kusimamiwa na vyombo vya utoaji wa huduma ya maji ngazi ya jamii, meneja wa mkoa wa Manyara anasema, kwa viongozi ngazi zote tukafanya kazi kwa wivu mkubwa kwa kuilinda sekta yetu ya maji. Tumeshajijengea taswira nzuri kwa wananchi kwa sekta ya maji katika mkoa wetu wa Manyara. Wakati RUWASA inaanza ilikuwa ni 53% upatikanaji wa maji. Lakini leo hii tunaongelea 78.9 katika mkoa wetu huu wa Manyara, kwamba ndio wananchi vijijini wamepata huduma ya maji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wenyeviti wa vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii ampongeza huduma ya RUWASA Manyara kwa kuunganishia wazabuni watakaosambaza vifaa vitakavyosaidia kukarabati na kuhakikisha uendelevu wa miradi hiyo. In fact tulikuwa tunazungumza na wale supplier, tunazungumza nao kwamba ni watu ambao wanapatikana kwa kirahisi, alafu pia vifaa si lazima vitoke Dar es Salaam, wana namna wao nyingine ya kusaidia, kwamba tukishawasiliana wana namna kufanya vifaa viweze kufika kwa wakati ili mradi usije ukakwama. Na kiuhalisia kabisa, kwa kushinda huku inatakiwa tushinde pia na site, kwa sababu shughuli zetu sisi ni za site. Ndugu wenyeviti, tunaomba ushirikiano wenu. Nikiripotia EATV kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.